Habari za wakati huu mtazamaji wa Uhondo TV, mimi ni Tunu Omari na leo tunakusogeza katika anga la kimataifa tukigusia kifo cha aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ambacho kiliripotiwa kwamba kimetokana na shambulio kubwa la kijeshi lililotolewa na nguvu za Marekani na Israel. Shambulio hilo la pamoja la kijeshi dhidi ya Iran linahusisha Marekani na Israel ambazo ziliweza kuendesha mashambulizi ya anga, yani makombora yaliyolenga maeneo ya kiongozi huyo au ya uongozi wa juu wa Iran, ikiwemo makazi ya ofisi ya Khamenei huko Tehran. Katika mashambulizi hayo, eneo lake lilivamiwa na risasi bomasi ambazo zilisababisha kifo chake na vifo vya baadhi ya viongozi na familia yake. Lakini tukirudi kuangazia kile ambacho alikiandika Donald Trump katika ukurasa wake wa Truth Social, alisema kwamba Khamenei ni mmoja wa watu waovu zaidi katika historia na amefariki. Hii si tu haki kwa watu wa Iran, bali pia ni Wamarekani wakubwa na watu kutoka mataifa mengi duniani ambako wameuawa au kujeruhiwa na Khamenei na kundi lake la wahalifu wenye kiu ya damu. Alisema kwamba hakuweza kukwepa mifumo yao ya kijasusi na ufuatiliaji wa hali ya juu, na kwa kushirikiana na karibu na Israel hakukuwa na chochote ambacho yeye pamoja na viongozi wengine waliouawa pamoja naye wangeweza kufanya. Ripoti za awali zilisema kwamba mwili wake ulipatikana chini ya vifusi katika makazi yake huko nchini Iran kufuatiliwa na mashambulizi ya anga yaliyoweza kufanywa na Marekani na Israel. Japokuwa habari hizi ziliweza kukanushwa baadaye, lakini zikaja kuwekwa wazi na baadhi ya vyombo vya habari, nitaviorodhesha hapo chini. Lakini kwa mujibu wa maafisa wa Israel, Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu walionyesha picha za mwili wake katika kituo cha televisheni cha Israel Channel 12 ambacho kiliripoti kwamba picha hiyo iliwasilishwa na viongozi hao wawili. Aidha, shirika la utangazaji la umma la Israel Kan liliripoti kwamba maafisa wakuu wa Israel waliarifiwa kuhusu kuuawa kwa Khamenei na kwamba mwili wake ulitolewa kutoka kwenye vifusi vya makazi yake. Hata hivyo, hadi sasa hawakujua au hawakuwa na uthibitisho rasmi kutokea Tehran kuhusu kifo chake. Lakini katika hotuba ya moja kwa moja kwa njia ya television Jumamosi jioni, waziri mkuu wa Israel alisema mashambulizi ya anga nchini Iran yameweza kuharibu makazi ya kiongozi mkuu na kuongeza kuwa kuonyesha kwamba dalili zote zinaonyesha kwamba dikteta huyo hayuko tena duniani. Kwa hiyo hata hivyo, vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimekanusha madai hayo. Wakati huo huo, watu 4 wameweza kujeruhiwa kufuatia shambulio la kombora la kulipiza kisasi lililorushwa na Iran na kulenga hoteli maarufu ya nyota 5 ya Fairmont The Palm huko Dubai. Picha za video zilizosambaa zilionyesha tukio hilo la hotel ya Palm ya Jumeirah Fairmont ikipigwa na kuwaka moto katika sehemu ya mbele ya jengo hilo kufuatia shambulizi la drone aina ya Shahed yenye mwendo wa kasi. Shambulio hilo limekuja wakati Iran likitekeleza mashambulizi ya kulipiza kisasi katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati kufuatia shambulio la pamoja la Marekani na Israel dhidi ya Tehran. Tukirudi katika yale ambayo yameweza kuzungumzwa au weza kuwekwa wazi baada ya ule uvumi ambao ulikuwa unaonekana kwamba ni uvumi baada ya kutolewa kwa taarifa za kifo cha kiongozi huyo, watu wengi sana walisema kwamba ni taarifa za uongo na propaganda ambazo hazikuweza kuthibitishwa, lakini taarifa hizi zimeweza kuthibitishwa na baadhi ya vyombo vya habari kutokea kule Iran. Tukianza moja kwa moja na chombo cha habari ambacho kinafahamika kwa jina la State TV. Hii ni televisheni ya serikali ambayo ilitangaza rasmi kwamba Khamenei amefariki akiwa shahidi na kutoa taarifa hiyo asubuhi ya tarehe 1 Machi mwaka 2026 kwamba bila shaka habari hiyo ilikuwa sahihi. Lakini pia vyombo vya habari vya serikali na wakala wa habari wa IRNA zote pia zilithibitisha taarifa hiyo zikisema kwamba serikali imezungumza kuhusu kifo chake na kumtaja kama mujahid ambaye alitoa maisha yake kwa ajili ya taifa. Lakini pia kufuatiwa na kifo hichi cha kiongozi wa Iran imeweza kutangaza siku 40 za maombolezo ya kitaifa na siku 7 za likizo ya umma kufuatia kifo hicho. Hatua hiyo ni ya kawaida kwa serikali kukiri kifo cha mtu muhimu sana katika taifa lao. Lakini Baraza la Usalama la Kitaifa la Iran, Supreme National Security Council,
ulitoa taarifa rasmi kwamba Khamenei amefariki na ilizungumziwa kufanyika kwa mabadiliko ya uongozi wa muda. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kiliweza kuthibitishwa na baadhi ya vyombo vya habari kutokea kule nchini Iran. Lakini kabla hata hatujaja kuangalia migogoro ya kiuchumi ambayo inaweza kutokea baada ya kifo cha kiongozi huyu na jinsi ambavyo mgogoro ulivyo huko Iran dhidi ya Marekani pamoja nao Israel, natamani tumwangazie kiongozi wa mpito wa Iran ambaye ameweza kuteuliwa kwa muda kabla hata hajachaguliwa kiongozi mpya wa Iran ama ayatollah mpya wa Iran kuweza kuiongoza nchi hiyo. Kwa sasa hivi Ali Reza Arafi ameapishwa kama kiongozi wa mpito pamoja na baraza la uongozi wa muda ambalo linafanya majukumu ya kiongozi mkuu hadi Assembly of Experts ichague kiongozi mpya rasmi. Baraza hili la mpito lina wanachama watatu ambao ni Ayatollah Ali Reza Arafi, kiongozi wa mpito wa juu wa kitaifa, Rais Masoud Pezeshkian, Ghulam Hussein, kiongozi wa mahakama kuu. Hii ni hatua ya muda tu hadi taasisi za kidini za kikatiba nchini Iran zitakapoweza kuchagua rasmi kiongozi mpya wa taifa baada yake Ali Khamenei. Lakini tukitoka huko tuje kuangazia yale ambayo yanaweza kuathiri uchumi wa moja kwa moja si tu ndani ya Iran, lakini pia utakaoenda kuathiri uchumi wa moja kwa moja katika dunia ama ulimwengu mzima, hasa katika nchi za Afrika ambazo kwa upande wetu si rahisi sana kuweza kujivunia kwamba mafuta tunachimba sisi wenyewe. Lakini moja kwa moja tukianzia na kwamba changamoto ama athari ambazo sisi tutazipata moja kwa moja ni pamoja na mfumuko wa bei ya mafuta na mzunguko wa uchumi wa dunia, ambapo mpango wa kati wa Iran ni kuzuia usafirishaji wa mafuta kupitia Strait of Hormuz ambao unabeba karibu 30% ya mafuta ya dunia. Na hii inaweza kusababisha mzunguko wa mafuta kusulubika na bei kupanda zaidi, hasa katika maeneo tofauti. Matokeo yake ni bei za petrol, diesel na nishati kupanda duniani, haswa kwa nchi zinazotegemea mafuta ya nje, hasa Afrika, na hii itaongeza gharama za usafirishaji, uzalishaji na maisha duniani na kuchochea mfumuko wa bei. Kwa Afrika, nchi nyingi sana ni waagizaji wa mafuta. Hivyo bei ya mafuta kupanda itachangia kuongezeka kwa bei za bidhaa, usafiri, kodi na gharama za maisha. Baadhi ya nchi kama vile Kenya na Tanzania tayari zina changamoto za bajeti na mfumuko wa bei. Hizi zitazidi kuzidiwa na mfumuko wa bei ya nishati. Lakini kutokana na mzozo wa kisiasa, utulivu wa kanda utakuwa hatarini. Kifo cha Khamenei kimeweza kuongeza mvutano kati ya Iran na mataifa kama Marekani na Israel, na hatari ya mzozo mkubwa wa kijeshi huko Mashariki ya Kati, na athari zake za moja kwa moja ni usalama wa kimataifa unaweza kuporomoka na nchi zikihofia vita kuu, huko uchumi wa dunia unaweza kushuka kutokana na uwekezaji kuvurugika. Uchumi wa Afrika ambao tayari unahusishwa na masoko ya nje kwa biashara na mitaji ya kigeni unaweza kupata mfumuko hasa wa ukuaji. Lakini tukija kuziangazia mfumuko wa gharama za usafirishaji na biashara, kukamatwa kwa miundombinu ya mafuta na kuongezeka kwa hatari ya kusafirishwa kwa mizigo inaboreshwa malipo ya bima ya hatari kwa meli, ina maana biashara zitapoteza pesa zaidi. Kwa biashara za Afrika, nchi za kusini mwa Afrika zinazohitaji bidhaa za nje kama mashine, dawa, chakula na nishati zitapata gharama za juu za usafirishaji na bei ya bidhaa kuongezeka zaidi sokoni. Hii ni changamoto ya nchi zitakazokuwa kama Tanzania, Kenya, Ethiopia, Uganda ambazo hazina uzalishaji wa mafuta ya kutosha. Lakini mbali na hapo pia kuna changamoto nyingine, thanaya ya fedha na uwekezaji wa kigeni. Hali ya kutokuwa na utulivu wa kisiasa duniani mara nyingi huweza kusababisha ukurugenzi wa fedha kuhamisha mtaji kwenda kwenye mali salama kama vile dhahabu ama dola. Kwa hiyo kwa masoko mengi sana ya Afrika inaweza kuongeza gharama ya kukopa fedha za kimataifa kwa nchi zisizo katika mikopo ya nje. Hali hii inaweza kupunguza mtiririko wa uwekezaji wa kigeni na kupunguza fursa za biashara na miradi ya maendeleo. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo yanaweza kutokea ama athari ambayo tunaweza tukaipata moja kwa moja nchi za Afrika. Lakini mbali na hapo pia tutakuja kuangazia pia kwa undani na tutakuja kuangazia jinsi ambavyo mambo haya yanaweza kuendelea kama hakutakuwa na suluhisho la moja kwa moja. Lakini tukienda mbele na kurudi nyuma, tukimwangazia rais wa Marekani Donald Trump ambaye yeye
anaonekana kama vile ni peacemaker. Kwa hili ana kitu gani cha kuzungumza, ilhali mgogoro ambao wao pia wanahusika ndani yao ni chanzo cha kuweza kusababisha haya ambayo yataenda kutokea hasa katika nchi za Afrika. Ana kitu gani cha kuzungumza? Tutakuja kumsikiliza Donald Trump katika vikao vyake vingine atakapokuja kuvizungumzia, lakini taarifa rasmi mpaka sasa hivi ni kwamba kiongozi mkuu wa Iran tayari ameshafariki dunia, na nchi hiyo sasa hivi iko na kiongozi wa mpito ambaye ameishikilia kwa muda mpaka pale ambapo ataweza kutangazwa kiongozi mwingine. Hii ni Uhondo TV, mimi ni Tunu Domari, ulikuwa nami nikikupitisha katika anga hilo la kimataifa, tukizungumza na kuyachakata mengi kuhusiana na mgogoro ambao upo kule Iran unaoendelea. Kwa mgogoro ambao uko kule Iran na unaoendelea kwa sasa hivi, lakini ni huzuni na simanzi ambazo zimeweza kutawala katika nchi ya Iran, huku wakipewa siku 40 kwa ajili ya maombolezo na siku 7 ambazo hawatakiwi kufanya shughuli zozote zile. Nia ni kuweza kumlaki kiongozi huyu ambaye alikuwa mwema sana kwao. Yako mengi ya kuzungumza, lakini kwa leo naomba niishie hapa. Atakapokuja mengine basi tutakutana hapa kuyachakata mengi kwelikweli ya upande mzima wa kimataifa. Sina la ziada mpaka wakati mwingine. Hii ni Uhondo TV. Till next time. Bye bye.